nataka nijielekeze kutoa ushauri kidogo kwenye eneo la haki ya kupiga kura kwa mwaka huu 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nitumie nafasi na bunge lako tukufu kutoa shule kidogo kwa chama cha Chadema na wafuasi wao. Mheshimiwa Naibu Spika, haki ya kupiga kura ni haki ya Mtanzania. Ukisoma kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 5, naomba nisome kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania. Ibara ya 5 inasema, kila raia wa Tanzania aliyetimiza umri wa miaka 18 anayo haki ya kupiga kura katika uchaguzi nchini Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, haki ya kupiga kura ni haki ya uraia wa Tanzania. Hakuna mtu mwenye haki ya kuvuruga haki ya mtu mwingine ya kwenda kupiga kura. Maana yake haki pekee walionayo vyama ambao hawashiriki uchaguzi, wana haki ya kutokushiriki uchaguzi, wana haki ya kutokupiga kura wao, lakini hawana haki ya kuzuia Watanzania wengine kupiga kura katika nchi hii. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, ukisoma ibara ya 30 ya katiba hii imeeleza vizuri kwamba uhuru wa watu wa kutumia haki yao ya kujieleza unapaswa ukome inapoanzia haki ya watu wengine. Mheshimiwa Rais alikuja na fawara katika nchi yetu. Fawara zimekuwa na matunda makubwa, zimefanya reform katika sheria, zimesaidia kuweka utulivu katika nchi. Lakini Mheshimiwa Spika, inaonekana wenzetu wa Chadema wamevimbiwa fawara za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Baada ya kupata uhuru wa kujieleza, uhuru wa maandamano, wameanza kuvuka mipaka kwenda kuvuruga haki za wengine kupiga kura. Nataka niombe serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia wizara hii ya Katiba na Sheria, tunaomba mlinde haki za sisi wa Tanzania ambao tupo tayari kwenda kupiga kura Oktoba mwaka huu. Jana nimeangalia kule Ruvuma, Songea, vyama 12 vimekaa vimesema vinashiriki uchaguzi. Na sisi wananchi wa Lupembe, kwa kazi nzuri aliyofanya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuleta maendeleo kwenye maji, kwenye shule, ujenzi wa mahakama, barabara, tumejiandaa kwenda kupiga kura. Tunaiomba serikali isifanye mchezo na jambo hili, lazima ilinde haki ya sisi wa Tanzania kwenda kupiga kura Oktoba mwaka huu 2025. Jambo la mwisho, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mchana huu, nataka pia nitoe wito kwa vyama vyote vya siasa kama alivyosema Dr. Nchimbi kwamba uchaguzi wa mwaka huu si uchaguzi wa mwisho, uko uchaguzi mwingine baada ya 2025 watashiriki huo. Na ziko njia mbili tu za kufanya reforms kwenye sheria, Mheshimiwa Naibu Spika. Njia ya kwanza, unafanya reform kupitia bunge hili. Unaleta sheria ndani ya bunge, unafanya reforms kwenye sheria. Njia ya pili, kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, unafanya reform kupitia mahakama. Kama iko sheria ambayo haiko sawa, katiba imetoa nafasi ya mtu kwenda mahakamani kuchallenge hiyo sheria ili uweze kurekebishwa. Iko mifano mingi. Mwaka 2004 bunge hili lilitunga sheria ambayo haikuwa nzuri, sheria ya takrima. Wanaharakati walienda mahakamani, sheria hii ikaondolewa. Nataka nitoe wito, huwezi kufanya reform ya sheria kwa kufanya maandamano mtaani Kariakoo. Huwezi kufanya reform ya sheria kwa kuhamasisha watu wasiende kupiga kura. Asante. Kengele ya pili bungeni. Baada ya hayo, Mheshimiwa Naibu Spika, na kushukuru. Asante, naunga mkono hoja. Asante sana. Asante.